siri kubwa ya uponyaji, iwe ni Agano la Kale au Agano Jipya, siri kubwa ya uponyaji ni kuisikia na kuitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoyote anayesikia na kuitii sauti ya Mungu, kuna nguvu ya uzima, nguvu ya uponyaji. Hakuna muujiza wowote Mungu aliyoufanya, hakuna uponyaji wote Mungu aliyoufanya nje ya kuisikia sauti ya Mungu na kuitii, kufanya sawasawa na maelekezo Mungu anayotoa. Kutoka sura ya 15 mstari wa 26, Mungu akamwambia, mtakapoitii na kuisikia sauti yangu na kuyashika yote niliyoagiza, basi magonjwa ya Misri hayataambatana na ninyi. Isaya sura ya 38 mstari wa 1 hadi wa 5, tunaona mfalme Hezekia alisikia ujumbe wa Mungu kutoka kwa nabii Isaya, akauamini ule ujumbe na akageukia ukuta, akaomba na Mungu akamponya na ugonjwa wa kufa. Siri ya uponyaji wa mfalme Hezekia ni kwamba kuna sauti ya Mungu alisikia kupitia kinywa cha nani? Cha nabii wake Isaya, kwamba tengeneza mambo ya nyumbani kwenu, wakati wako wa kutwaliwa umewadia. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya kwa kuwa alikuwa na Hezekia alikuwa sensitive na sauti ya Mungu, akaugeukia ukuta, akamgeukia Mungu, akaomba na Mungu akafanyaje? Akamponya. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 10 hadi 14, tunamwona yule mkuu jemedari wa jeshi Naamani, mkuu wa Syria, aliponywa ukoma kwa kutii agizo la nabii Elisha la kujichovya mara 7 katika mto Yordani. Mara ya kwanza alikuwa na sita, akasema nilidhani kwamba nimetoka kote huko, mtumishi wenu ataniwekea mikono kisha nitaponya. Lakini watu wakamwambia, wewe fanya kama vile nabii wa Bwana anafanyaje, anavyosema. Siri kuu katika Agano la Kale na Agano Jipya ni kuitii sauti ya Mungu. Ndiyo siri ya uponyaji ilipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo sura ya 4 mstari wa 24, Biblia inasema habari zake, habari za Yesu Kristo zikaenea kule Syria yote, wakamletea wagonjwa wote. Habari za Yesu Kristo sayari alikuwa anayofanya matendo ya miujiza na ishara na uponyaji zikaenea Syria nzima. Watu waliposikia wakapelekwa kwa Yesu Kristo wakaponywa. Kwa hiyo uponyaji unaanza kufanyaje? Uponyaji unaanza kufanyaje? Kwa kusikia. Mtu anaposikia, Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17, imani yetu katika Yesu Kristo inaanza kufanyaje? Uje kwa kufanyaje? Kusikia neno la nani? La Mungu, neno la Kristo Yesu. Kwa hiyo waliposikia habari za Yesu Kristo wakaamini, wakapelekwa. Ile imani iliyoumbika ndani ya mioyo yao kwa kusikia habari za Yesu Kristo ndio iliyowaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa kama mpendwa. Marko sura ya 1 mstari wa 28 anasema mara habari zake zikaenea kila mahali katika nchi yote ya Galilaya. Sio tu kule Syria, hata Galilaya habari za Yesu Kristo zifanyaje? Zilienea. Habari za uponyaji, habari za msamaha, habari za ukombozi, habari za miujiza, na wale waliosikia walimfuata Yesu Kristo na wakapokea uponyaji, wakapokea uzima na wakawa bora. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 27 hadi 29 anasema yule mwanamke aliyegusa pindo la vazi la Yesu Kristo kwanza alianza kuzisikia habari za Yesu Kristo, akaamini, kisha akadhamiria ndani ya moyo wake kwamba nitaenda na nitaligusa, nitakapoligusa tu vazi la pindo lake nitapona. Kwa hiyo ili uweze kupata uponyaji, wewe unayonisikia, cha kwanza lazima uamini ndani ya moyo wako kwamba katika maradhi na udhaifu nilionao, katika ugonjwa huu, yuko Mungu anaitwa Yesu Kristo, anaweza kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Kama nimekuja na udhaifu fulani, sitaondoka nao, nitaondoka nikiwa na uzima. Kama nimekuja na hali fulani ya giza, sitaondoka nilo giza, nitakuja na nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 6 hadi 52 tunamwona Bartimayo yule aliyekuwa kipofu, na yeye pia alisikia habari za nani?
za Yesu Kristo. Aliposikia kwamba leo anapita katika mtaa huu, akajitegeshea njiani. Aliposikia huyo anapita, akaanza kuita kwa sauti tokea akiwa mbali, Yesu Kristo, Mwana wa Daudi, wa Nazareti, ni rehemu, ni rehemu. Alikuwa anazitaka rehema, anamwambia Mungu ni rehemu. Alipokuwa alionekana kama ni msumbufu na akanyamazishwa na watu wengi, ila aling'ang'ania kwa sababu alisikia kwamba kuna mtu anatenda miujiza, watu wanaponywa na kufunguliwa. Akaziita rehema zake. Jina lake la mtu anaitwa nani? Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo ndio uponyaji. Yohana sura ya 4 mstari 39 anasema, na katika ule mji wa Samaria wengi walimwamini Yesu Kristo kwa sababu ya neno la yule mwanamke Msamaria aliyewashuhudia watu kwamba amekutana na mtu ambaye amemwambia mambo yake, amekutana na mtu ambaye amemtabiria mambo yake. Kwa hiyo wengine wanavutwa na unabii kwamba twende sehemu fulani, kuna mtu anaweza kukuambia mambo yako, anaweza kukutabiria. Wengi walimfuata Yesu Kristo kwa sababu yule mwanamke Msamaria alitabiriwa na nani? Na Yesu Kristo. Watu wanataka ishara, kuona ishara, shuhuda, ndipo wamwamini Yesu Kristo, ndipo wamfuate Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 6 mstari wa 2, Biblia inasema na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Makutano walimfuata Yesu Kristo kwa sababu waliziona nini? Ishara alizowafanyia wagonjwa. Mathayo sura ya 14, Mathayo 14 mstari 35-36 anasema, na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Watu walianza kusikia kwanza, kisha wakamfuata. Kusikia sio tu kunaleta uponyaji, bali kusikia ndio chanzo cha kuleta uzima wa milele au wokovu ndani ya moyo wa wanadamu. Bwana Yesu. Yesu anasema mwenyewe kwa Yohana sura ya 5, Yohana 5 mstari 24 anasema, Yesu Kristo anasema, asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Kwa hiyo kusikia, imani inatokana na kusikia neno la Kristo, Warumi 10:17. Lakini tu kusikia sauti ya Mungu na kuitii hakuleti tu uponyaji, wala tu hakuleti tu wokovu au uzima wa milele, pia kunaleta mafanikio, ustawi. Andika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu anasema wale wanaoitii sauti yake baraka zote zitakuja juu yao. Mungu anawaambia Waisraeli atawatukuza juu ya mataifa, atawabariki. Wale watakaoisikia na kuitii sauti yake kwa bidii atawabariki. Kwa hiyo kusikia sauti ya Mungu na kutii pia kunaambatana na nini? Na baraka za nani? Za Mungu. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19 na 20 anasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mungu anaongea na watu wa Yuda na Yerusalemu, anasema mkikubali na kutii mtafanyaje? Isaya sura ya kwanza mstari wa 19 na 20, mtakula mema ya nini? Ya nchi. Kwa hiyo siri ya kusikia na kuitii sauti ya Mungu sio tu kuponywa, sio tu kuona miujiza, pia kula mema ya nchi, pia ustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona pia kwenye kitabu cha Luka sura ya 5, Luka sura ya 5 mstari wa 4 na hadi wa 6, wakati Yesu Kristo anaambia kina Petro mara baada ya kukesha baharini, hawajapata samaki, hawajapata kitoweo. Mathayo sura ya 5 mstari wa 4 na 6, Yesu Kristo anamwambia katupeni tena nyavu katika kina cha bahari. Petro akamwambia, kwa kuwa wewe umesema, basi tunafanyaje? Tunaitii sauti yako. Walipotii ile sauti walipata samaki wengi, wakashindwa mpaka kuwabeba. Kwa hiyo utii wa sauti ya Mungu unaleta miujiza, unaleta ustawi, unaleta utele kwenye maisha yetu, na vile vile ndio chanzo cha neema ya wokovu na uzima wa milele